haya maisha wewe yanabadilika nyie. Yaani kama siamini kitu kikuja kutokea kwenye maisha yangu. Yaani kama vichekesho vile. Haya mambo ni ya kweli kwenye maisha yangu. By the way, tuachane na hayo. Nakumbuka kipindi cha nyuma kwenye utoto wangu. Nakumbuka tulikuwa tuna ile michezo, sijui tucheze mama we baba, mambo ya kupika pika hivi. Kucheza vifuu vikopo, wengi michezo hiyo wamecheza. Yaani nikiwa nakumbuka huwa nacheka sana. Hivi nilikuwa mimi utoto huu jamani, ninachekesha kweli. Kitu nilichokuja kukifanya nikachukia michezo hii ni kitu kimoja tu. Mpaka sasa huwa nikiona watoto wanacheza hiyo michezo huwa najisikia vibaya sana, na kwanza kukumbuka maisha yangu ya nyuma yalivyokuwa. Nakumbuka hiyo siku kulikuwa na harusi nyumbani kwetu, hivyo watu wengi walijaa nyumbani kwetu. Dadangu alikuwa anaolewa, hivyo watoto wa kitaani walikusanyika hapo wakaanza kucheza hiyo michezo. Nakumbuka walikuwa wakinitumia mimi niende kuchukua chakula pale ili waweze kupika pika. Na mimi nilifanya vile walivyonituma. Kwa kuwa mamangu alikuwa ananipenda, basi hata ningemwambia nina njaa, hata kama nimetoka kula muda huo, basi huwa ananipakulia chakula na kunipatia. Basi nilikimbilia ndani alipo mama, nikaanza kumlilia, mama njaa, mimi sijala. Kiufupi kwetu mimi ni mtoto wa mwisho kati ya watoto 10. Mashallah, mamangu alijaliwa kupata watoto wengi sana. Ila hadi sasa hana hata mmoja. Kila mmoja yupo kwenye maisha yake, wengine wameoa, wengine wameolewa. Basi bana, mie huyo hadi kwa mama huku nikiwa nalia ile kinafiki, ili mama apate kunipa chakula, ili niweze kupeleka kule tukaendelee ile michezo yetu ya kupika pika. Na kuitana baba na mama. Tukiwa watoto wengi sana, kama 7 hivi. Basi mama aliongozana mimi hadi jikoni bana. Alichukua sahani akawa ananipakulia chakula. Alifanya tu kazi ya kuniuliza, binti yangu, vipi hiki chakula kinakutosha au nikuongeze? Mama, kiufupi mimi nina njaa sana, hivyo hiki chakula mimi siwezi kushiba. Haiwezekani, naomba uniongeze tena. Alafu si unajua shoga yangu Hamida naye ndo amekuja sasa hivi, amekuta watu wote washakula, hivyo inabidi nile naye tu mama. Sawa mwanangu. Mama alizidi kujaza chakula kwenye sahani. Mimi huku mwenzio nachekelea. Leo mama nimejua kumkomesha kweli. Nilianza kuongea kimoyomoyo, jamani, naomba unisamehe, nimeamua kukudanganya kwa sababu ya ujinga wangu mwenyewe. Basi bana, mama alimaliza kunijazia chakula na kunipatia, kisha akaniwekea nyuma. Akaniwekea nyama za kutosha. Unajua kabisa binti yake kwenye kitu cha nyama uniambie chochote. Baada ya mama kunipatia chakula, aliniambia, mwanangu Halima, nenda sasa ukamuite shoga yako Hamida mje mle. Sawa mama. Baada ya hapo mama aliondoka. Mimi yote na chakula nikaficha ndani ya juba. Nilikuwa navaa sana majuba kichwani. Hivyo niliinua juba langu na kuingiza kile chakula na kukifunika. Nikajifanya natoka nje kwenda kumuita shoga yangu Hamida. Kumbe mimi nilikuwa na langu jambo. Rafiki yangu alifurahi sana baada ya kuona nimekuja na chakula. Tulikuwa na mchanganyiko wa kijinsia, wa kiume 3, wa kike 4, ila katika wa kiume kuna mmoja hapo wa kiume nilikuwa napenda sana kucheza naye kuliko wote wengine. Toka tukiwa wadogo sana. Mmoja sasa ana miaka 4 hivi. Hivyo mimi nikatolewa kwa mama pamoja na yule wa kiume akatolewa kwa baba. Hao wengine walikuwa watoto. Basi michezo ikaanza ya kupika pika. Mara hiki mara kile. Si unajua tena utoto. Mara eti usiku umeingia, hivyo twende tukalale. Japo palikuwa mchana. Michezo ya watoto kama unavyojua. Ile kulala, jamani nyie. Samini kile kilichokuja kunikuta masikioni makubwa. Ila ndo hivyo, ni utoto jamani. Ile kulala, jamani nyie makubwa. Basi tuliandika, basi nyie
Tulitandika kanga, nikamwambia Hamida alikuwa mtoto wangu. Kwa kuwa yeye alikuwa mkubwa, hivyo nikamuomba awatandikie watoto wengine walale. Basi baada ya kama dakika 5 hivi nasikia mtoto mmoja analia. Basi ilibidi wote tuamke tukajue nini shida. Tulikuta wapo wanafanya mapenzi. Kumbe walitoa sauti baada ya kuingizwa na dudu la mtoto mwenzie. Alipiga kelele sana. Basi mtoto wa kike alilia sana. Tukaanza kuogopa. Mungu wangu, pale alipokuwa mkubwa tukizidi wote kuchanganyikiwa. Hamida ambaye ni shoga yangu, yeye alikuwa na umri wa miaka 12. Basi aliomba hiyo michezo iishe na tusiseme chochote kile kilichoendelea. Tulimwomba Diki asije tena kurudia michezo hiyo kwa sababu ni hatari. Na tulimwonya sana. Alafu istoshe alikuwa ameshaanza kumchubua mwenzake. Japo akaonekana kutoka na damu, ila alikuwa na maumivu makali sana, hasa pale alipopata haja ndogo. Tunaendelea kumhoji ni wapi ametolea michezo hiyo. Alidai kuwa huwa anaona wazazi wake wakiwa wanafanya michezo hiyo. Jamani, naomba sana wazazi wenzangu, wewe makini sana na watoto wetu, kwa sababu hiyo michezo sio mizuri hasa kwa mtoto. Hivyo kweni makini pale mnapokuwa mnahitaji kufanya mambo yenu. Wekeni mbali na watoto, msije mkalaumiana baadaye. Basi tulimfukuza na kumwonya endapo akirudia swala hilo, basi tutaenda kumsemea kwa wazazi wake wampige kweli. Aliogopa sana na kumuomba Sara asije kusema chochote pindi atakapoulizwa na wazazi wake. Alidai aliumia wakati wanapanda mti wa maembe. Tunajua maisha ya vijijini huwa kuna miti mingi ya matunda. Basi mwezeni toka siku ile niliogopa sana wanaume na kudai kuja nimpende mwanaume yeyote yule kwenye maisha yangu. Hasa pale nilipomkumbuka Sara alipobanwa na haja ndogo. Alikuwa anahisi maumivu makali sana. Mpaka alikuwa anamuonea huruma hasa alipokumbuka hilo tatizo. Kumpenda mwanaume yote yule kwenye maisha yangu. Niliapa hicho kitu, sitokuja kumpenda. Mpaka nilipofikia nina umri wa miaka 17. Ila kiapo changu bado kiko pale pale. Mpaka sasa nipo form 3, ila naona wenzangu kila mmoja ana boy wake hapa shule, ila mwenzenu hata akitokea boy yeyote yule akajaribu kunitongoza, basi huwa sipendi. Huwa naona kama kumpigia mbuzi kitaa hivi. Yaani ilitokea tukawa tunachukia sana wanaume. Mpaka ikawa kero sasa kwenye maisha yangu. Popote nilipoona haswa nikikumbuka kile kitendo kabisa nahisi navurugikiwa akili yangu. Yaani sio poa. Kwa hiyo mimi maisha yangu yalikuwa hivyo tu siku zote hadi navunja ungo. Msimamo wangu ulikuwa ule ule. Kwanza nikijiekeza kwenye masomo ndio kila kitu. Basi mwaka uliweza kupinduka. Mwakani nilibahatika kupata kuingia form 4, hivyo nilibakiza miezi michache kuhitimu sekondari. Yaani marafiki zangu walikuwa watu wakinishawishi niachane na haya mapenzi. Yaani nipende mapenzi kwamba ni kitu kitamu sana. Ila mimi sikuwa naamini chochote kile. Nilihisi kabisa ni kama wananipigia tu kinanda kwenye masikio yangu. Siku zilizidi kusonga mbele, vile nilivyosikia watu wanasema sijui mtu akishabalea anakuwa na hisia za ajabu. Mimi hizo hisia sikuwa nazo kabisa. Ilifikia muda mashoga zangu wakawa wananiita jike dume. Mimi sikujali maneno yao, bali nilikuwa naamini mimi ni jinsia moja tu ambayo ni ya kike. Basi sio kitu kingine. Acha niite tu. Wala sijali maneno yao. Maisha yangu alikuwa yananichekesha sana. Sio masiara, pamoja na maneno mengi ya watu, pamoja na marafiki zangu, ila mimi sikujali chochote kile. Yaani hadi namaliza form 4
Sikuwahi kuwa na mahusiano yoyote na boy yoyote ule. Nilikuwa kama mshangao hasa kwa watu walionizunguka. Yaani toka nikiwa mdogo sijawahi kuonekana nimesimamishwa na mwanaume yoyote yule. Basi maisha yangu yaliendelea kwa hivyo. Ilifikia wakati watu wakawa wanamfuata mama na kumwambia ikiwezekana ajaribu kunikagua maumbile yangu ya huko chini, kwenda ikawa ni jinsia mbili, maana yake yani kiume na kike. Mama alishakuwajibu binti yangu namjua toka akiwa mdogo kwamba haya maumbile yamekuja hivi karibuni, au naomba umwache binti yangu, yuko busy na masomo yake, hivyo hataki kusumbuliwa na mtu yoyote. Istoshe ndo kwanza na miaka 18 hivi, akiwa tayari mtamuona atakuja kuwatambulisha kwa mtu wake, maana mmekuwa na maneno mengi sana mpaka yamefika kikomo sasa. Mimi mwenzenu ndo kwanza sijali maneno ya watu tena, niliwaahidi nitawakomesha kweli. Basi mwenzenu sikuwa tayari kwenda form 5, hivyo nilibidi tu niende chuo ili kuepusha gharama. Alafu istoshe nyumbani hatakuwa na uwezo kivile. Hatimaye mwaka ulifuata nilichagulia kwenda chuo. Nilipenda sana kusomea udokta, hivyo nikachaguliwa kujiunga na chuo kimoja hapo Dar es Salaam Temeke Sabasaba. Niliondoka Dodoma kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kujiunga na chuo hicho. Toka nimezaliwa nilisha kusikia watu wakisema da pazuri kweli. Walikuwa sahihi. Baada ya kufika ndo nikaamini kuwa maneno ya watu yalikuwa ni kweli. Hatimaye niliwasili jiji hilo. Nilikutana na wanachuo tofauti, hivyo sikuweza kupata marafiki kwa muda huo. Nilienda ofisini kwa ajili ya kusaini fomu ya kujiunga na chuo hicho. Mambo yalikuwa moto. Wakati natoka nyumbani mama alinunulia simu ya smartphone, vinginevyo vile vidogo Tecno vya GB 32. Hakuwa na uwezo kivile, ila bora niwe nacho kuliko kukosa kabisa. Mamangu aliniahidi atapambania kupata simu nyingine walau yenye GB 64 pindi atakapouza mazao yake. Mamangu ndo alikuwa kitu pekee kwenye maisha yangu. Alikuwa mtu wa kunitetea haswa pale atapogundua kwamba sina kosa, hivyo yeye ndo alikuwa karibu na mimi kuliko chochote. Ni wiki moja sasa toka nimewasili hapa chuo. Tayari nilikuwa nishapata marafiki kadhaa hivi. Japo si kila aliyekuja mbele yangu ni kwamba alikuwa rafiki yangu, hapana. Bali nilichagua wale marafiki ambao walikuwa serious na kilichowaleta hapa chuoni. Hivyo tulipata kubadilishana mawazo ya hapa na pale, tukijaribu kujenga maisha ya chuo jinsi tutakavyopelekana na namna nyingine tofauti ya kujikinga na maboyo hapa chuo. Chuo hicho kilikuwa na mambo mengi yani kama babintu, mambo ya kurukaruka kwa kila mwanaume, basi mtu angefeli sana. Matokeo yalikuwa mengi pale chuo. Mara utasikia fulani kafumaniwa pale chuo akifanya mapenzi na kijana fulani chuoni, mara bwenini. Matokeo yalikuwa mengi sana. Basi bwana, huo mwaka alikuja kijana mmoja handsome, mpole. Ukiniona na mimi nimemsifia mwanaume, ujue kweli ni mzuri. Hivyo wasichana wengi walijaribu muda wao kujipendekeza kwa kijana huyo. Jamani, nataka kama mazuri dunia ina mambo jamani. Kila binti alijaribu muda wake kumshobokea kijana huyo. Kiufupi pale chuo kulikuwa kunachekesha sana. Ila cha kushangaza kijana hakuwa hata na time nao. Haya maisha ya chuo yanaendelea kuwa burudani kama unavyoona Azam TV. Ilitakiwa nisome miaka 3 nikiwa pale. Basi bwana, mimi nakumbuka ndo tulikuwa tunaingia mwaka wa pili, ila cha kushangaza nilijikuta napata na hisia za ghafla. Haswa pale nilipokuwa nikimuona kijana huyo akiwa karibu na mimi. Ila nikajizuia na ikabidi nijipotezee, na haikutokea tena kiukweli. Othman alikuwa kijana mzuri sana, Mwarabu si Mwarabu, Mpemba si Mpemba. Yaani alikuwa katikati. Basi alianza kuwa karibu nami, hasa
kwenye swala la masomo. Alipenda kuniuliza pale alipoona ameshindwa. Kiukweli urafiki wetu ulikuwa mkubwa sana. Hata sijui ilikuwaje na mimi jamani nikajenga urafiki na Boy wakati haikuwa kawaida. Nilijikuta naanza kuwa rafiki yake. Ilifikia hatua sasa urafiki wetu ukawa mkubwa wa kupindukia mpaka kupelekea wanafunzi wenzetu kwanza kuhisi mimi natoka na Othman. Kama mnavyojua sisi tulii na maneno ya watu wala kubabaika kwa kile ambacho wanakisema. Miezi ilizidi kusonga mbele. Tulibaki mwaka mmoja na miezi kumaliza chuo pale. Basi bana, mwenzio hali ile ilijirudia tena mpaka nikatamani nivunje urafiki na Othman kwa njia ya kujizuia hisia zangu. Ila mimi ni mwanamke jamani, si ni lazima. Tabasamu lake tu lilikuwa linanifanya hata nikilala usiku naliota. Hata kwake pia ilionekana kunipenda ila aliogopa kuniambia. Waswahili husema mchelewa mwana utakuta mwana si wako. Sasa jamani mwache huyo mkaka. Uchelewe utajua mwenyewe. Mwenzangu mimi ndo kama hivyo hisia zimetawala kila kona ya mwili. Basi ilifika muda sasa Othman alishindwa kujizuia. Hiyo siku nilikuwa busy na simu yangu wakati huo nilikuwa nimekaa mimi na rafiki yangu Joy. Mara ghafla simu yangu iliita. Ilikuwa namba ngeni. Nilianza kuogopa kupokea. Nikihofia huenda ni matapeli maana mama alikuwa ametoka kunitumia pesa matumizi muda so mrefu. Nikahisi kabisa huenda hawa ni matapeli. Wataka kunitapeli na kuchukua pesa zangu. Iliita mwisho ikajikata yenyewe. Iliita tena kwa mara nyingine. Joy aliniomba nipokee simu hiyo huenda ikawa ya muhimu. Joy bwana. Hawa atakuwa matapeli maana unajua tena matapeli wamekuwa wengi siku hizi. Wametapeli watu wengi sana wakijaribu kutumia kila aina ya njia ili mradi wapate kila wanachohitaji. Nilipoona simu hiyo ikiita nilipotezea tena. Basi iliita tena ila nilipokea nikaweka kwenye sikio. Halo Halima uko wapi? Ilikuwa sauti ya Othman. Nipo bustanini huko napunga upepo. Si unajua leo siku ya masomo. Siku ya masomo. Basi mbwanini kuna joto basi maana umetoka nje bustanini kupunga upepo. Ni sawa vipi? Tunaweza kuonana maana nina mazungumzo na wewe. Tena ikiwezekana njoo peke yako maana ni surprise yako. Mimi ni tena kwa surprise sina dogo. Nilimwambia Joy akae pale na kuja muda so mrefu. Nilikata simu mimi huyo mpaka sehemu nilipoelekezwa kwenda. Basi nilipofika pale sikuamini kile ambacho nilikutana nacho. Baada ya kuingia kwenye room nilikumbana na giza la hatari. Maana kulikuwa kama majira ya saa 12 jioni. Baada ya kufungua mlango kile chumba niliogopa sana lile giza na mimi nilivyokuwa muoga kulala gizani. Mara ghafla taa ziliwashwa. Sijui nianzie wapi kusema, sikutegemea kukutana na surprise hiyo. Mambo si ndo haya. Sijui nianzie wapi kuelezea kile ambacho nilikutana nacho. Unahisi nini kitafuata? Mara ghafla taa ziliwashwa. Sijui nianzie wapi kusema, sikutegemea kukutana na surprise hiyo. Pale mambo si ndo haya. Sijui nianzie wapi. Baada ya taa kuwashwa, yani sikuamini sauti za watu ndio nilisikia wakisema happy birthday to you. Happy birthday to you. Jamani. Kumbe leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Jamani. Nilikaa kama dakika 5 hivi. Nikiwa sielewi yani. Sinajua ghafla. Kwani leo tarehe ngapi? Hadi iwe birthday yangu. Nilikuja kukumbuka kumbe tarehe 2 mwezi wa 7. Jamani. Mbona nimeanza kuseka bado mdogo? Hadi nasahau kuhesabu jamani. Basi bwana. Nilikuta na tabasamu. Othman alinishika mkono na kuniingiza ndani. Enjoy birthday jamani nyie. Othman alijuaje kama mimi nazaliwa tarehe 2 wakati sikuwahi kumwambia hata tarehe yangu ya kuzaliwa.
Huenda atakuwa ameuliza marafiki zangu kwamba hata wao pia wanajua kuhusu hili, alafu amenificha. Kweli hapa nimepigwa na kitu kizito. Mara Joy naye huyo, hata wewe pia ulikuwa unajua hili? Ndio Halima. Sasa kwa nini kuniambia mapema jamani? Wewe lini? Utasikia surprise ikisemwa. Lini ulisikia hivyo surprise inasemwa? Kabla hujafanyiwa. Haya bana, basi marafiki zangu walikuja karibu yangu na kunitasikia siku yangu kuzaliwa. Othman alikuja na kisu kwa ajili ya kukata keki mwenzenu. Nilijikuta naanza tu kumpenda mwenyewe. Sikutaka hata kusubiri aniambie nakupenda. Basi alianza kukata keki na kuanza kumlisha. Alianza kukata keki, nikaanza kumlisha moja moja baada ya mwingine, ila mwisho ilikuwa Othman. Nilijikuta na mkonyeza. Alistuka. Mtu anaanza kucheka na lile tabasamu. Nilijikuta hata keki inadondoka. Haya mambo mapenzi. Mbona amekuja kwa kasi kiasi hiki? Au ni kwa sababu sijawahi kumpenda jamani? Niambie ukweli ambao yeye kupenda siku ambayo mlimpenda. Mlikuwa kama mimi au mimi peke yangu jamani? Basi tuliendelea kuenjoy jamani. Baada ya muda mchache birthday iliisha. Othman aliwaambia marafiki zangu waondoke. Yeye alidai ana maongezi na mimi ya msingi. Nilijiuliza maongezi gani? Jamani, akamoyo kangu kalianza kwenda mbio. Nilijaa na uoga na ghafla nikatafakari nini anataka kuniambia Othman. Baada ya watu kuondoka kwenye room hiyo, nilibaki mimi pamoja na Othman. Wakati huo mimi natetemeka, sijui nini kiliendelea. Baada ya marafiki zangu kuondoka, Othman alifunga mlango kisha akanivutia kifuani mwake. Othman, hiki nini unafanya? Alinisogeza karibu na kifua chake kisha akaniangalia kwa makini sana. Huyu kijana wewe vipi jamani? Hilo jicho la uzima kweli? Mwenzenu nilitamani nigeuke kwa nisimwangalie ili nitoke kifuani mwake. Othman, maongezi gani haya ya muhimu hadi tunavutiana kifuani mwako? Wakati mimi nawaza ni marafiki sio wapenzi. Nini hicho unataka kufanya? Halima anashinda cha kujibu. Ila mimi na wewe tayari tushakuwa wapenzi. Kivipi tena? Wewe mwanaume unajua ni waajabu sana wewe. Mara pa kifuani kwako, mara tayari mimi na wewe tu wapenzi. Sijui kukumbana na mapenzi ya hivi. Au huenda kweli mapenzi yakawa yako hivi kweli Nijiongelea moyoni. Utaniona mimi waajabu, ila mimi nishakupenda hivyo. Wala sina maneno ya kujieleza. Vitendo tu vinajionyesha hadharani. Mimi na wewe tunapendana. Hivi mwanaume, unamuelewa kweli? Mimi sipo tayari kuwa na wewe. Alafu unajua kabisa mimi mapenzi sio mambo yangu. Hata hilo ulijui? Hujafuatilia Othman, sipo tayari kuwa na wewe kwenye mahusiano. Natumaini unanielewa. Hivyo naomba uniache mimi niondoke. Watu wasije wakatuhisi vibaya. Yaani kabla sijamaliza neno la mwisho, cha ajabu nilikutana na denda ambalo sikuwahi kutegemea wakati huo. Othman, niache. Maneno yalishindwa kunitoka kinywani. Nilitamani nimpige kibao kimoja cha uhakika ili aniache mwenzenu, maana sio kwa denda hilo. Ndio nilikuwa mara yangu ya kwanza mimi kupigwa denda na mwanaume. Unahisi nini kitafuata?